Oh na na na, oh na na. Sangolo, 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 sangolo. Karibu tena kwenye Bongo Complex Media. Na leo mkononi mwangu niko na makala bora zaidi inayosimulia historia ya maisha ya kweli kabisa ya Mbosso Kani. Unaweza ukamwita Malomboso, mwimbaji aliyefanya makubwa ndani ya Moto Bendi. Vile vile alifanya makubwa zaidi akiwa yupo na record label kubwa Afrika Mashariki, na izungumzia WCB. Najua unamjua, nafahamu nyimbo zake unazo kwenye simu yako, ila leo natamani nikujuze zaidi juu ya maisha yake kiundani na kinagaubaga zaidi. Usichoke kuungana nami kwenye makala hii nzuri kabisa, na hii ni sehemu ya kwanza ya historia ya maisha halisi kabisa ya Mbosso Kani. Kwanza kabla ya yote, nipende kukuomba uweze kusubscribe channel yako hii ya Bongo Complex Media ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mara pale pindi tu zinapoweza kutoka. Imeweza kupita miaka takribani 34 tangu pale Mbosso Kani alipoweza kuzaliwa katika zahanati ya kijiji cha Kibiti, hapa na maanisha Okonko Pwani. Ilikuwa ni tarehe 3 ya mwezi wa 10 mwaka 1991 katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibiti, kijiji cha Kinyanya. Aliweza kuzaliwa msanii maarufu zaidi, na wingu lilitanda, wingu jeupe. Hii ni ishara ya kuzaliwa kitu chenye upekee zaidi kijijini. Jogoo aliwika kwa nguvu alfajiri ile. Sauti ilipenya hadi kwenye masikio ya ngome za mkunga wa zahanati. Ilimaanisha mama yake Mbosso Kani alikaribia kujifungua. Hapa namzungumzia Bi Khadija Salum Kiahari. Jina lake halisi Mbosso Kani anaitwa Mbwana Yusufu Kilungi. Baba yake anaitwa Yusufu Kilungi. Yusufu Kilungi yeye alikuwa ni mkazi wa Kibiti katika mkoa wa Pwani, na shughuli yake kubwa ilikuwa ni dereva daladala. Lakini mama yake Mbosso Kani, ambaye anafahamika kwa jina la Khadija Salum Kiahari, yeye alikuwa ni mkulima tu. Analima miogo, kunde, mbaazi na mboga za majani. Walikuwa wanachanganya kipato ndo aweze kujikimu kimaisha. Mbosso alianza mapenzi rasmi na muziki angali akiwa yupo shule ya msingi. Alikuwa akiwaita marafiki zake na kuwaimbia chini ya miembe, lakini hawakumuelewa. Waliona kama ni kijana anayependa kujifurahisha tu. Lakini hakuwahi kukata tamaa katika maisha yake yote. Baba yake mzee Yusufu Kilungi hakuwa na kipato kikubwa sana kuweza kuendeleza kipato cha Mbosso kiuchumi, vile vile kuweza kumdhamini katika shughuli zake za kuweza kurekodi muziki. Kwa hiyo Mbosso alijikuta akiimba kijiweni tu, akiimbia marafiki zake. Lakini wahenga wanasema kama ipo, hata kama itachelewa kuja, lakini itakuja tu siku moja. Ndipo fikra za kuhamia Dar es Salaam zilianza kuhamia kwa Mbosso Kani. Hapa namzungumzia Mbwana Yusufu Kilungi. Zile hisia za kuhisi mafanikio yake yapo kwenye mkoa wa Dar es Salaam zilianza kuchochea moto kwenye moyo wake, na ndipo alipoamua kuomba ridhaa aende akajiunge na kundi lolote la muziki mjini Dar es Salaam. Hapa na maanisha aliweza kumaliza shule yake ya msingi salama katika shule ya msingi Kinyanya pale Kibiti, na kuweza kusoma sekondari. Hakuweza kumaliza sana elimu ya sekondari, lakini angalabu darasani aliingia kidogo. Lakini baba yake kishingo upande na mama yake mnamo mwaka 2010 waliweza kumruhusu Mbosso Kani akajaribu maisha yake mjini Dar es Salaam. Natamani kujua zaidi Mbosso Kani alivyoingia Dar es Salaam, ni kitu gani kilichotokea. Kumbuka hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi ya kweli kabisa
ya maisha ya msanii wa muziki wa Bongo Flava. Hapa ninamzungumzia Mbosso Khan. Kwanza kabla ya yote, usisahau kusubscribe channel yako hii ya Bongo Complex. Alipofika mkoani Dar es Salaam, aliweza kuhangaika sana, lakini mnamo mwaka 2013 Mbosso Khan aliweza kujiunga rasmi na kundi la muziki la Yamoto Bendi. Kundi hilo liliundwa na wakali kibao kama vile Aslay, Beka Flava, Maro Mbosso, vile bila kumsahau Enoch Bella. Alikuwa akinogesha kwelikweli. Kundi hilo liliitwa Yamoto Bendi chini ya uangalizi wa Mkubwa na wanaye. Hapa namzungumzia Mkubwa Fela. Lilikuwa kundi bora kwelikweli, lilitamba kwa vibao vingi. Uwezi kusahau kibao cha Utanipolepweta, Niseme na Ntajuta. Vilikuwa ni vibao vilivyotikisa kwelikweli na kuwafanya wakali hao waweze kuiteka Afrika Mashariki na Kati. Watu walitabiri mengi makubwa, lakini siku zote penye riziki ndipo fitina haikosekani. Yani sehemu yoyote penye kipato, chokochoko lazima ziwe nyingi. Labda siwezi kuwalaumu sana, labda ni udogo wa umri wao uliweza kuua kundi lile. La haula, kundi lile la Yamoto Bendi halikuchukua siku nyingi. Lilidumu kwa takriban siku 700 tu na kitu hivi. Hapa namaanisha kwa takriban miaka 2 na miezi. Mnamo mwaka 2015 kundi lile liliweza kuvunjika. Hapo ndipo kila mtu aliporudi kwao. Mbosso alikata kabisa tamaa ya maisha na kuweza kurudi tena Kibiti kwa mara ya pili. Hapa alikuwa haimbi mziki, alikuwa anawinda wanyama poli polini tu. Na hii ni sehemu ya kwanza ya historia halisi kabisa ya maisha ya nguli wa muziki. Wanamuita Mbosso, unaweza kumuita Mbosso Khan, lakini jina lake anaitwa Mbwana Yusufu Kirungi, mkazi wa Kibiti katika mkoa wa Pwani. Kumbuka hii ni Bongo Complex Media. Usiache kusubscribe, lakini hii ni sehemu ya kwanza. Usichoke kufuatilia sehemu ya pili ya historia nzuri kabisa ya nguli wa muziki Tanzania. Hapa ninamzungumzia Mbosso Khan, kinanda cha muziki kinachotembea. Usichoke kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu mara pale pindi tu zinapoweza kutoka.